Ndugu waandishi wa habari, kama mlivyoshuhudia leo hii tumegawa kompyuta takribani 84 ambazo zinalenga kuboresha TEHAMA kwa wanafunzi wetu wa Mbeya vijijini. Zoezi kubwa lilikuwa sio tu kugawa kompyuta, lakini lilienda sambamba na uanzishwaji wa maabara za TEHAMA kwenye hizi shule. Tuna takribani shule 80 Mbeya vijijini. Katika hizi shule 80 maana yake tumeanza na shule 4, bado tuna safari ndefu ya kwenda. Tumeanza na Usongwe mara hapa tulipo, Imezu pale Inyala, Ilembo, lakini pamoja na Songwe sekondari. Kila sekondari imepata kompyuta 20, lakini pia kwa kuwa wasimamizi wa shughuli za elimu ngazi ya kata ni maafisa elimu, pia tumegawa kompyuta 4 kwa kila afisa elimu kwenye kata hizo husika. Ndugu zangu, lengo kubwa, maono yangu mimi kama mbunge wa jimbo hili la Mbeya vijijini ni kuona Mbeya vijijini na kuwa ya kidigitali. Sasa kutimiza adhima hii lazima tuanze na watoto, yani wanafunzi wetu shule ya msingi hata sekondari. Kwa sasa tumeweka nguvu sana kwa sekondari, watoto wao wajifunze masomo kidigitali. Kompyuta hizi ndani yake zina vitabu ya ziada na kiada ambavyo watoto wanaweza karejea katika maana ya hivi vitabu vyote vinapatikana. Hili naamini limerahisisha, lakini litawapunguzia walimu adha katika maana ya bajeti, badala ya kwenda kununua vitabu watavikuta humo. Lakini pia kompyuta hizi zina program mbalimbali, badala ya walimu kutafuta fedha kwa ajili ya kununua hizo program kuwafundishia wanafunzi, lakini zinapatikana kwenye hizo kompyuta. Lakini pia zina mitihani rejea, tunaita past papers iliyopita, mitihani iliyopita tangu 1988 mpaka mwaka jana 2024 ipo imehifadhiwa kwenye hizi kompyuta ambazo zimeenda kutengeneza hizi maabara. Hivyo walimu wanaweza kufundisha direct kupitia hizi kompyuta, wakademonstrate mifano kupitia hizi kompyuta, lakini pia wakafanya revision ya hiyo mitihani ya tangu 1988 mpaka sasa. Tunaamini kwa kufanya hivyo, kwanza itaongeza uelewa wa wanafunzi kwa haraka, lakini itawarahisishia ufundishaji walimu. Lakini kikubwa kuliko vyote, tunataka kujenga kizazi ambacho kiko competent na TEHAMA.